Bwana anasema kila mmoja alejee katika upendo wa kwanza. Kila mmoja alejee katika upendo wa kwanza. Akanipa andiko hili, Ufunuo wa Yohana ile sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 5. Ni ujumbe kwa kanisa la Efeso. Tafsiri ya Efeso ni upendo kupoa. Kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika, haya ndiyo anenayo yeye azishikaye hizo nyota 7 katika mkono wake wa kuume, yeye aendaye katikati ya vile vinara 7 vya dhahabu. Na yajua matendo yako na taabu yako na subira yako, na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Tena umewajaribu wale wanaojiita mitume na usio, ukaona kuwa waongo. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Lakini nina neno juu yako, ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Mstari wa 5, basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu, ukayafanye matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu. Anasema kumbuka ni wapi ulipoanguka, ukatubu, ukayafanye matendo ya kwanza. Ule upendo wa kwanza ukaufanye namna ulivyoamini. Ukimwona mtu yeyote amepotoka au ameanguka, fahamu ya kwamba hapo awali alianza katika Mungu. Naelewa wako wengi ambao wanaanza katika shetani moja kwa moja, kwa sababu wako mawakala, watumishi wanaotumwa ili kuharibu kazi ya injili ya Mungu. Lakini wengi wa walio katika huduma hapo awali, fuatilia, walianza vizuri, walianza kwa unyenyekevu, walianza kwa hofu, lakini baadaye ikapandwa viburi mioni mwao, kukapandwa kupenda fedha mioni mwao, umaarufu ukaibuka ndani yao, hatimaye wakauacha upendo wa kwanza. Mungu anasema kumbuka ni wapi ulipoanguka, ukatubu. Anakazia kitu hiki, basi kumbuka ni wapi ulipoanguka, ukatubu, ukayafanya matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu. Toba ni kugeuka. Toba ni kurejea katika upendo wa kwanza, matendo mema ya Mungu, wala sio maneno. Toba inaambatana na majuto yanayopelekea mtu kurejea, sio kuungama halafu akaendelea kufanya yale yale. Anasema kama usipotubu, anakuja na kukiondoa kinara cha taa. Usipotubu, kinara cha taa, ile nuru yake ndani yako inaondolewa. Matokeo ya kuondoa kinara ni nini? Mtu kufa, giza kuingia. Atatupwa mtu huyu katika giza la nje, na huko ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Ni neno la Bwana. Anasema kanisa na watumishi, mrejee katika upendo. Turejee katika upendo wa kwanza. Katika Ufunuo Yohana 3:1-5 anasema, na kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye na hizo roho 7 za Mungu, nyota 7. Na yajua matendo yako, ya kuwa una jina la kuwa hai, nao umekufa. Uwe mwenye kukesha, ukayaimarishe mambo yaliyobakia yanayotaka kufa. Maana sikuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu wangu. Basi kumbuka jinsi ulivyopokea na jinsi ulivyosikia, yashike hayo na kutubu. Lakini usipokesha, nitakuja kama mwizi, wala utaijua saa nitakayokuja kwako. Lakini unayo majina machache katika Sardi, watu wasioyatia mavazi yao uchafu, nao watakwenda pamoja nami, hali wamevaa mavazi meupe na kuwa wamestahili. Yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe, wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima, nami nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu na mbele za malaika wake. Anasema uwe mwenye kukesha, ukaimarishe mambo yaliyobakia. Jina Sardi inamaanisha kutoroka. Ni kipindi cha giza ambacho watu baadhi walioifahamu kweli wakaamua kujitenga na giza. Lakini licha ya kujitenga, bado kulikuwa na mambo ambayo walitakiwa kuyatengeneza kwao. Yaani ule wokovu na utakatifu ulikuwa hujakamilika mbele za Mungu. Ndio maana Mungu anasema uwe mwenye kukesha, ukaimarishe mambo yaliyobakia yanayotaka kufa. Maana sikuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu wangu.
Bwana anasema hajaona, ewe mchungaji mtume, matendo yako yametimilika mbele za Mungu. Yaimarishe mambo hayo yanayotaka kufa.